WM Media, mahali popote pale ulipo, karibu sana. Na leo bwana, tulikuwa hapa uwanjani katika uwanja wa Rose Park hapa downtown Nashville. Na unaoona hapa ni wachezaji wote, hao ni wachezaji wa timu moja kwa jina la Mapinduzi FC. Katika mchezo wa leo kulikuwa na timu mbili tofauti, lakini wote timu moja, kwa maana ya kwamba hawa ni masingo ambao hawajaoa na hawa hapa ni married ambao tayari wameoa. Kwa hiyo walicheza mchezo hapa mkubwa kabisa na mzuri, na so far matokeo ikaangukia upande wa masingo ambao walibuka na ushindi wa mabao 2-1. Tunapiga nao mastori mawili matatu hapa ili tuweze kujua namna ambavyo ilivyokuwa ndani ya uwanja. So ongera kwanza kwa ushindi wa leo. Asante sana. Kwa watazamaji wasiokufahamu, kufahamu kwa jina gani? Naitwa Sudi au Masudi. Sudi au Masudi. Wewe ni nani katika timu ya Mapinduzi? Mimi ni captain wa pili wa Mapinduzi FC. Wewe ni captain wa pili wa Mapinduzi FC. Tuliona mtanange kabisa hapa. Dakika 45 za kipindi cha kwanza mlionekana kuwa bora kwa upande wenu wa masingo na mkaibuka na ushindi wa bao moja kabla mjaenda kwa mapumziko. So mlivyorudia kidogo mlionekana kama mmekuja na monka fulani hivi, tena mkaongeza bao la pili kwa mkwaju wa penalty. Katikati hapo mkapotea kabisa. Mpaka hao Meridi wakaonekana kuwa bora katikati ya uwanja mpaka wakatoa bao la kwanza ambalo limemaliza mpaka mkaenda 2-1. Kwa nini mlionekana kwamba mmekuwa uchovu katika kipindi cha pili? Ulikuwa mchoko kwa sababu kama unavyoona venye game ile anza pale, tulikuwa ni ile energy, yani tuliwapeleka tukawapeleka. Wao hawakuwa wanacheza, walikuwa tu nazuia kama Atletico Madrid. Walikuwa nazuia. So ilikuwa tu ile mchoko, tumeshawachezesha sana. Ilikuwa mchoko. Okay, ilikuwa mchoko. So unasemaje, unawaambia mashabiki nini kwa kile ambacho mmekionyesha leo? Labda pengine ndio itakuwa muendelezo kwa timu yote nzima au namna gani? Mashabiki wa Mapinduzi FC yani wategemee ushindi huu mwaka, ni ushindi tu kwenda mbele. Yani wasifadhaike. Ni ushindi. Kila game ni ushindi. Okay. Bwana, kwanza pole sana bwana. Asante. Kwa watazamaji wakutazama kwa jina gani? Naitwa Dr. Comfort. Wewe ni doctor wa nini bwana? Doctor ukiangalia kiusomi zaidi sana ni inafuatana na degree ambayo uko nayo. Okay. Kwa hiyo wewe unasomea una degree ya nini? Ni doctor wa watu, ni doctor wa manyama, ni doctor wa namna gani? Nafikiri hayo ni mambo yangu zaidi sana ya kibinafsi ambayo siwezi taka kuyaweka public. Okay, tuzungumzie mchezo wa leo. So imeonekana kuwa nyuma kabisa katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili kilivyoanza, lakini mlikuja kidogo mkaonekana kuwa bora, lakini matokeo yakaenda moja kwa moja, mlipigwa mabao 2-1. Labda tuzungumze nini ambacho kiliwafilisha katika mchezo wa leo? Cha kwanza naweza nikaongelea kwanza kuhusiana na upande huu ambao ulikuwa upande ambao watu wameshaoa. Ukiangalia kwa wingi kwenye timu yetu ni timu ya vijana. Ni timu ambao wameoa ni wachache sana. Kwa hiyo kulikuwa na uhaba wa wachezaji. Ukiangalia kama mimi sijaoa. Lakini tulicheza kwa sababu ya kuandaa msimu ambao tuko nao. Zaidi sana kwa kujiandaa na kwa kuandaa mafans zetu. Okay. So umezungumza kwamba mlikuwa mnaandaa katika msimu ujao. Na tunavyo kumbukumbu zinasema kwamba mwaka jana timu yenu ya Mapinduzi mlionekana kumaliza season kwa matokeo mabovu kabisa. Karibuni mechi kama 5 hivi ambazo mlipoteza kuelekea kufunga season ya mwaka jana. Labda mlijifunza kitu gani na kwa nini yale matokeo yalikuwa tokea zaidi? Katika mchezo kuna kufungwa na kufunga. Lakini mwaka uliopita Mapinduzi tulikuwa tuna mengi katika swala la uongozi. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba kwa sababu sisi vipaji tunavyo. Kwa hiyo alikuwa swala la kushindwa kutumikisha vipaji tulivyonavyo, bali ilikuwa ni swala la kujirekebisha kwanza sisi ndani kwa ndani, ili tuje nje tuoneshe kile tulichonacho. Kwa hiyo hawezi kuanza kutengeneza nyumba yezi kaonekana ni nzuri kwa nje afu ndani kuna haribika. So mnajiandaa na season mpya ya mwaka huu, na Mapinduzi katika timu za hapa Marekani ni moja kati ya timu inasifika sana kwa kutumia uchawi kwenye game zenu. Labda wewe kama captain unazungumza nini kuhusiana na swala hili? Mapinduzi FC cha kwanza hatujawahi kutumia uchawi. Hizi zinakuwa tu zile mbwembwe za kuogopesha tu watu, yani tuonekane zile mbwembwe. Sio wanatujua wanatuitaga Instagram FC. Yani ni mbwembwe tu za wachezaji, lakini hatujawahi kutumikisha dawa. Hakuna hata game moja tangu Mapinduzi yaanze, hakuna game ambayo tumeshawahi kutumikisha uchawi. Kuna baadhi wanasema kwamba golikipa wenu kila anapokwenda golini lazima kuna kitambaa chake fulani huwa anakuwa nacho. Labda kile ndio kinapelekea watu wanasema kwamba nyinyi mnatumia uchawi sana. Cha kwanza Mapinduzi asilimia wachezaji wote ni Wakristo. Kwa hiyo
swala la madawa alijakuwa hapo. Ile kitambala ni swala tu la mbwembwe kama alivyosema. Sisi tunaitwa Instagram FC. Unajua ukimpiga adui kwa maneno utampiga na kwa matendo pia. Na ndio maana tuna msimu unakuja, unawaambiaje mashabiki katika hiki ambacho mnakwenda kukifanya na mmeandaa mazoezi? Nini kama mazoezi ambayo mlikuwa mnafanya leo? Katika huu msimu ambao mnaanza sasa hivi, unawaambiaje mashabiki wajiandae na kitu gani? Mashabiki wajiandae na ushindi. Kwa maana cha kwanza sisi tumejiandaa mentally kwa sababu tuko na ile mind ya kufanya nini, ya kufunga. Kwa hiyo kuluzi ipo lakini haiko kwenye agenda yetu kama Mapinduzi. Ndiyo. Tumalizie na pointi hii kwa sababu mwaka jana iliandaliwa game ya Mapinduzi na Kalembelembe, lakini haikutokea kwa misery ya kwamba kuna nia fulani au kuna mbinu fulani ilikuwa zinasemekana, labda uchao ulikuwa na sema sana, kwa maana ulisababisha mchezo kutokea. Kama nyinyi Mapinduzi, kwa nini hamkuweza kuenda kucheza katika ule uwanja ambao ulipangwa kutokea pale katika siku ile? Cha kwanza mimi nitasema ukweli. Wao ni waoga. Kalembelembe ni waoga tu. Hakuna uchawi ambao ulikuwa unapitika pale. Sisi tulibuku uwanja na posta zilikuwa zimeshapostiwa. Game ni saa 2. Wao kama waliaminia uchawi, wanaogopa uchawi. Sisi hatukuwa na uchawi wote ule. Game ilikuwa saa 2 na tulikuwa tusha post, kila kitu kilikuwa saa 2. Wao ni waoga tu, hawakupenda kuja kushow up kwa sababu wanatujua. Wanatujua sisi tulivyo. Tutawapiga kweli. Kwa hiyo ulikuwa tu uoga wao, waache uoga na huu mwaka waje tucheze, hakukuwa uchawi wote. Moja kati ya viongozi wao niliwahi kuzungumza nao, walisema kwamba nyinyi mliwaruhusu wao kutafuta uwanja na wakatafuta uwanja, wakapata uwanja wa saa 10. Kufika siku ya mchezo nyinyi ndio mkaja kwamba eti tumepata uwanja ambao unatakiwa kuchezeka saa 2 ya usiku. Sasa kwa nini nyinyi mliwaruhusu kwanza kutafuta uwanja kabla na tena baadaye mkaja kugeuka kwamba hapana, tumepata uwanja ambao unatakiwa kuchezeka saa 2 ya usiku? Si kweli tuliwaruhusu wachukue uwanja, lakini tuliwaambia mechi iwe saa 1 ya usiku. Iwe saa 1 usiku. Wao walitafuta uwanja kwanza wakakosa. Wakakosa uwanja, kunabakia siku hizo. Tukasema acha sasa sie tutafute uwanja. Tumeshatafuta uwanja wa saa 2, saa 1, ilikuwa saa 1. Sasa ile siku 24 hours before game. 24 hours kabla before game. Ndio wakakuja sasa tumeshapata uwanja na ni saa 10. Sisi tukamwambia hapana. Sisi tulisema mtafute uwanja ndio, lakini mechi iwe saa 1 kwa sababu sisi wote tunaishi Nashville. Tuko na waya nini? Hii ni derby na derby. Ukiona mwaka juzi uliopita pale tulicheza, game ilianza saa 3 ya usiku. Nendeni mkaangalie live, mechi ilianza saa 3. Kwa nini tusianze saa 1? So ndio tukamwambia hatuwezi tukacheza game ya saa 10. Alafu tena kulikuwa kuna jua, uwanja wenyewe hakuna mataa. Hakuna viti. So tukamwambia hatuwezi tukacheza hiyo saa. So nyie njooni, tumeshapata uwanja wa saa 1 ule tuliochezea mwaka juzi. Njooni tucheze game. Ndio wakakataa. Eti tunakosa adabu, kuna uchawi ambao tumeshapanga. So mimi ninaona kama ni uoga tu kupenda kucheza. So tutegemee msimu huu kuwepo na derby kati ya Mapinduzi pamoja na Kalembelembe? Nafikiri bado ni timu. Kalembelembe bado ni timu, nilikuwa sijui, lakini kama watahitaji game sisi tuko tayari kwa sababu wao ni match d'entraînement, kwa sababu sifikiri kama kuna challenge yote ile. Kwa hiyo wakihitaji game tupo tayari na mtegemee hiyo game itakuwepo. So tusitegemee labda atupeni, sisi kama mashabiki tunataka mchezo kiandaliwa uwepo na utokee, kwa sababu hizi vurugu kidogo zinakuwa zinasababisha mashabiki kuumia zaidi. Ukiangalia katika mchezo ambao ulipangwa kutokea katika msimu uliopita na au kutokea, kuna baadhi ya watu kutoka ma state tofauti kwa ajili ya kuja kushuhudia mtanange huyu, lakini baada masaa kukaribia ikaonekana kwamba mchezo ule tena hautakuwepo. Ilizofisha watu wengi sana, na pengine labda kutokuwa na tumaini kwamba kipindi tena kitakapoandaliwa mechi kama hii washabiki kuwa wengi zaidi. Wewe unasemaje kuhusiana hichi? Na ndio maana sisi tulikuwa tunapiganisha game iwe saa 2 usiku, kwa sababu ambao walikuwa wanatoka state zingine walikuwa bado hapo manjiani. Wangefika hapa wangekuta game tayari imeshakwisha. Kuweka game saa 10 za mchana, na wakati kuna watu hapo makazini na mengine makanisani, wasingepata na ile nafasi ya kufanya nini, ya kuenjoy game. Na ndio maana tulipushi nyuma, na kama msimu huu watahitaji game, basi tunahitaji iwe saa 2. Uwanja uchezi, vipaji tuko navyo. Asante sana mtazamaji wa TWM Media. Hao ni wachezaji wa timu ya Mapinduzi ambao leo walikuwa na mazoezi hapa, naweza kusema hivyo, na Masingo ndio ameondoka na ushindi wa mabao 2-1. Tukutane katika video zingine zijazo. Mimi Tajiri wa Moyo na yeye ni TWM Media. Asante sana, shukrani sana. Kuweni na siku njema. Bye bye. Usikose kusubscribe na usahau kushare.
TWM, tunahitaji sapoti yako. TWM, media ya nyumbani. Usikose kusubscribe na usahau kushare. TWM, uhakika upo hapa.